السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحي القيوم الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله سبحانه وتعالى نواصل في بيان ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيام من الآيات المذكورة في هذه الكتيبة الصغيرة. نزangu katika imani, بإذن الله تبارك وتعالى tuendelea kutaja baadhi ya hukumu zinazofungamana na ibada ya funga kutoka katika kitabu hiki cha al-Ilmamu bi ba'dhi ayati al-ahkam ambacho kimeandikwa na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Na walillahi alhamdu, jana tulianza kutafsiri aya hii ambayo ni aya mama kabisa katika funga. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Na leo tuendelea, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hii aya mubasharatan akataja aya inayosema ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله سمى أياما معدودات، ni masiku machache. Hayo masiku ya funga ambayo umefaradhishiwa ni masiku machache sana. فيذكر أهل العلم من المفسرين منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أتاج الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الله aliposema ni masiku machache yasema hiya 3 ayamin min kulli shahr. Haya masiku yaliyomaanishwa hapa ni masiku matatu kila mwezi, ni masiku matatu kila mwezi. Kama dhakarna, kama tulivyotaja kuwa awwal ma furida siyam furida 3 ayamin fi kulli shahr, kama wanavyotaja baadhi ya ahlul ilmi na hadithi ambazo ziko somo ya funga ilipokuwa yafaradhishwa mwanzo, ilifaradhishwa siku tatu kila mwezi. Wasema baadhi ya ahlul ilmi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika katika mji wa Madina alikuwa akifunga siku 3 kila mwezi mpaka ilipokuja ikafaradhishwa somo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Falidhalika akatafsiri Abdullah ibn Abbas pamoja na Qatada na Ikrima na wengineo katika wanafunzi wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, makusudio ya haya masiku machache ni masiku matatu kila ndani ya mwezi. Hii ni tafsiri moja, lakini tafsiri pia ya wanachuoni wengine wa tafsiri kwamba makusudio ya hapa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio masiku yake ni machache, hata kama yaonekana ni mengi, siku 30, lakini ni masiku machache, kwa sababu siku zote kitu kikiwa na thamani, yani kina thamani kubwa, kina faida kubwa, hata ukiona wewe kina siku nyingi, huwa zile siku ni chache. Na ndio utaona hata
mwezi mtukufu wa Ramadhani unapoingia. Kiingia leo mwezi wa Ramadhani, watu tunafurahi, tunaanza kufanya ibada mbalimbali, lakini kutahamaki tu kidogo tayari watu washagawanya mwezi, wameingia nusu ya mwezi wa Ramadhani, na baadaye watu wanaanza kuzungumzia masuala ya Eid na ratiba mbalimbali. Wanakuja kushtukia tayari mwezi unawaaga, umekwisha, kwa sababu ni mwezi wa thamani, bima fihi min alkhairi walbaraka wa nafahati llah, kwa sababu ndani yake kuna khairi nyingi na baraka nyingi, na vile vile kuna ofa mbalimbali za Allah ambazo hazipatikani katika mwezi mwingine. Falidhalika hatta liyatanabbaha almuslim fadhakara Allahu hadha alqawl ayyaman ma'dudat, ili muislamu aweze kuzinduka na haya masiku na kujua umuhimu wake. Basi Allah subhanahu wa ta'ala, kabla hata hajataja ahkamu mutaalliqa bisiyam, baada ya kufaradhisha akatoa tambihi, watu wafahamu hizi neema zinazopatikana ziko ndani ya masiku machache sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kisha baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kutaja baadhi ya watu wanaoruhusiwa kufunga ndani ya Ramadhani, wakaruhusiwa kufungua. Sema faman kana minkum maridhan, atakayekuwa katika nyinyi ni mgonjwa. Faman kana minkum maridhan, atakayekuwa ni mgonjwa katika nyinyi. Wasema ahlul ilm almarad almubihu lilfitr, maradhi ambayo yanamruhusu mtu afungue, au maradhi ambayo mtu akiwa nayo aruhusiwa kufungua ndani ya Ramadhani, huwa alladhi yataallamu minhu wa yu'dhihi wa yuaddi ila mashaqqati fi badanihi wa nafsihi, ni maradhi ambayo yanampa maumivu yeye, yani ameugua lakini ni maradhi yenye maumivu pamoja, na ni maradhi yanayompa uzito. Ikiwa atafunga basi atapata uzito, atapata dhiki, atakosa utulivu wa mwili wake na nafsi yake. Maradhi ya aina hii ndio ambayo dhakara jamaahiru ahli alilmi yubihu lilmuslim fitran. Haya maradhi ndio ambayo yanapelekea Muislamu akaruhusiwa kufungua ndani ya Ramadhani. Eneo ni maradhi yenye kumuumiza mtu, kumpa uzito katika kufunga, na maradhi ambayo yakukosesha utulivu wa nafsi pamoja na moyo. Na hii ni kauli ya jamaahiru ahli ilm, wote wamekubaliana, wengi wao, kwamba haya ndio maradhi ambayo yanaruhusiwa mtu afungue. Yani si kila maradhi mtu anaruhusiwa kufungua. Mtu ameamka asubuhi akajihisi kukoa kidogo tu, asema basi mimi leo nitafungua kwa sababu nina maradhi na tumepewa ruhusa na idhini, atakayekuwa na maradhi afungue ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hapana, mpaka maradhi yawe yanakuletea shida, yawe yana uzito. Ukifunga waona kabisa, hapa nikifunga hali yangu ya kiafya haitokuwa nzuri, nitadhurika na nitapata maafa kupitia saumu. Lidhalika yubihu alayka alfitr, wakati huo itaruhusiwa wewe kufungua. Pia ikiwa ni maradhi ambayo hayana maumivu, lakini yanakulazimisha wewe kutumia dawa katika mchana wa Ramadhani, hayana maumivu ya kuuma kivile na kukupa mashaka, lakini wataalamu wa afya, madaktari, wakakueleza bana, wewe haya maradhi yako inabidi utumie dawa, lazima utumie dawa, na dawa yake lazima unywe mchana au asubuhi, mchana. Basi wakati huo pia itakuwa inaruhusiwa wewe kufungua. Lakini ikiwa ni maradhi tu ya kawaida ambayo hayana uzito wote katika nafsi yako, na waruhusiwa kutumia dawa hata wakati wa usiku, fa la
da'iyan ila alfitr, haina haja ya mtu afungue alafu baadaye aje aanze kupata dhiki ya kulipa wakati mwingine. Falidhalika faman kana minkum maridan, atakayekuwa katika nyinyi ni mgonjwa, atakayekuwa katika nyinyi ni mgonjwa, jambo la kwanza, udhuru wa kwanza, au ala safari, au yuko safarini, mtu yuko safarini, fa'iddatun min ayyamin ukhra, basi atalipa idadi ya hayo masiku kwenye masiku mengine. Maanake baada ya Ramadhani kuwa imeisha, hesabu zile siku ambazo alifungua akiwa ni mgonjwa katika maradhi yanayoruhusiwa kufungua, na akiwa safarini katika safari ambayo pia yaruhusiwa yeye kufungua. Wasema ahlul ilm katika masala ya safari, mathalan ayyuhuma afdal ala almusafir as-sawm au al-fitr, ni jambo gani bora zaidi kwa mtu anayesafiri? Ni bora afungue au bora afunge? Ni lipi bora kwake yeye? Wa ayadhkuru anna fil amri tafsilan, sema katika hili jambo kuna ufafanuzi kidogo mfupi tu. Ikiwa safari yake yeye itampa mashaka, yaani mtu atasafiri na atapata dhiki, ikiwa atafunga atapata uzito kwenye funga yake na huenda akapata madhara, al-afdal alayhi al-fitr, basi inakuwa bora zaidi yeye kufungua wakati huo. Yaani safari ambayo mtu aisafiri na akaona kwamba atapata madhara ikiwa atafunga, atapata uzito katika safari, basi anaruhusiwa atumie hiyo ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala, afungue ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kisha atalipa masiku mengine. Lakini ikiwa mtu yuwasafiri na haoni tabu yoyote, ana uwezo wa kufunga, anaona ana uwezo wa kufunga hata kama yuko safarini, hatopata dhiki ya nafsi yake na mwili wake, hatopata tabu katika safari yake kwa sababu ya kufunga, basi anasema ni bora yeye afunge, ni bora zaidi afunge, japokuwa pia kufungua anaruhusiwa, lakini al-afdal an yasum, kinachokuwa bora zaidi wakati huo ni yeye afungue. Na wayastadillun, wanasema wanachuoni, na dalili yake ni kuwa wakati Allah subhanahu wa ta'ala akitoa hizi ruhusa, safari yafahamika waliokuwa nayo Waarabu wakati huo, kwa ni safari ambazo ni nzito na ni ngumu. Watu wanasafiri majangwani, wanasafiri sehemu ya jua kali, na kama mnavyofahamu Ramadhan imeitwa Ramadhan kwa sababu wakati wake ulikuwa ni wakati wa jua kali, yani mpaka yafikia hatua jua linawaka, hizi changarawe huku chini za mawe madogo madogo zinakuwa za moto kweli kweli. Yani ukitembea wewe hauna viatu, unaweza hata ukapata madhara, ukaungua miguu, ukababuka kwa sababu ya joto linalopatikana jangwani. Na hata wakati huu waweza ukaona baadhi ya nyakati jua linakuwa kali kweli kweli, mpaka mtu akitoka yuwatembea mathalan hapo kwenye vigae au kwenye simenti, hiyo unaungua, nyayo za ungua, miguu ya ungua, wa hakadha. Na hivyo ilikuwa katika Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani umeitwa mwezi wa Ramadhani min ar-ramdhan, kutokana na hii neno ar-ramdhan, nayo ni mawe madogo madogo yanayopatikana jangwani wakati wa jua kali, yanakuwa pia yanashika moto na yanaunguza. Falidhalika wao walikuwa wakifunga katika mazingira haya. Hata mtu akisafiri unapata dhiki, jua ni kali, anasafiri na ngamia, farasi jangwani wakati wa jua kali. Falidhalika Allah akaona uzito wanaopitia, ikabidi awafanyie wepesi katika ibada, kwa kuwaruhusu wao wafungue na watalipa katika masiku mengine taban. Lakini pia hapa kuna masala ambayo imekuwa ni shaia, masala ambayo imeenea sana katika zama zetu hizi. Mathalan, kuna watu ambao kazi zao wao
zinamtaka mtu asafiri yaumia, kila siku mtu yuko safarini. Leo yuaenda Dar es Salaam, kesho waenda Dodoma, kesho kutoenda Arusha, waenda labda Mbeya. Au mfano mwepesi, mtu ni dereva ima wa basi au ni dereva wa lori, kila siku yuko barabarani. Leo ana ruti ya kutoka Dar es Salaam mpaka mathalan Singida, na siku nzima, asilimia kubwa ya siku yake yuitumia katika safari. Au watoka mathalan Dar es Salaam anaelekea Mwanza, kila siku ni ruti zake hizo, kienda leo kesho yuarudi. Manake hata Ramadhani nzima yamkuta mtu huyu akiwa safarini. Wamal hukumu yake ni nini hapa? Watambia ahlul ilm, madamu umetolewa ruhusa ya yeye kufungua, anaruhusiwa kufungua na si lazima kufunga, lakini jambo litarudi katika ile urfu. Ikiwa katika safari yake hapati uzito sana, yani hapati uzito akifunga, na wakati mwingine wakuta katika mabasi mathalan kuna madereva zaidi ya mmoja, madereva wawili wanapeana shift, wanasaidiana. Kadhalika kuna wakati mmoja anaweza kupumzika. Ikiwa hatopata uzito katika funga ndani ya safari yake, basi hakuna haja yeye kufungua, ni bora zaidi afunge. Lakini akiona kuna dhiki anaipata na tabu, ikiwa atafunga basi anaruhusiwa kufungua. Lakini swali linakuja, ikiwa huyu mtu kazi yake ni safari mathalan, na ana mkataba labda wa miaka 2-3, miaka yote hii atakuwa anafungua, manake atakuja azilipe wakati gani? Maana si kwamba akimaliza mkataba wa miaka 2-3 ndio ataridhika. Mtu ameshapata pesa, amekaa sasa, kuanzia sasa hivi sitofanya kazi tena, atakuwa anakula matunda. Watu wafanya kazi miaka 10, miaka 20, wakuta ni dereva tu waendesha magari masafa marefu. Mtu huyu akifungua mathalan miaka yote hii anafunguaga ili aje kulipa, atalipa lini? Falidhalika wanachuoni min almuasirina wakataja kuwa ikiwa hizi safari za siku hizi hazina uzito nyingi, wakuta hazina uzito, barabara wakuta ni nzuri, gari zenyewe ni nzuri za sasa hivi, mtu akisafiri ndani mle uko vizuri, yani mtu apate dhiki sana, si kama zamani watu walivyokuwa wakipata tabu, wakipata dhiki. Falidhalika ni bora zaidi afunge ili ajiepushie mzigo mzito, sababu akikaa mathalan mwezi huu amefungua wa Ramadhani wote na bado kazi yake ni hiyo ya udereva, wala hatarajii ataacha karibuni, mwaka unaokuja pia akafungua hivyo, atakuwa na mzigo mzito wa somo. Walidhalika bora zaidi afunge ikiwa hakuna uzito ambao anaupata akiwa katika safari. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Lakini katika hii aya wanachuoni wanasema Allah subhanahu wa ta'ala amefuatisha moja kwa moja baada ya kutaja aya ya kuonesha kuwa faradhi ni lazima Waislamu wafunge, kilichofuata akataja watu wenye udhuru kabla hajaenda kutaja ahkamu zingine zozote. Akaanza na watu wenye udhuru na kisha baadaye akabainisha wakati ambao watu wanafunga na hukumu zingine mbalimbali. Kwa nini wataje kwanza watu wenye udhuru na wanaoruhusiwa kufungua ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kabla ya kutajwa hukumu zingine? Wanasema Allah ametaja hii ruhusa ili kuwapa watu matulizo ya moyo, kwamba ilipofaradhishwa ilionekana kuna uzito fulani wanaopitia watu, lakini wasiingiwe na uoga sana, wakajua kwamba hii saumu ni lazima kwa kila hali atakayokuwa nayo Muislamu au kwa kila hali anayokuwa nayo muumini. La, bali kuna hali mtu akiwa nayo basi kuna ruhusa, ameambiwa asifunge, na hali mtu akiwa nayo amepewa idhini ya kufungua ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Falidhalika hii pia ni taslia, ni maliwazo, pia ni bishara kuonesha kwamba Uislamu ni dini asamha, ni
dini yusrun, dini ambayo ni nyepesi, dini ambayo inalinda hali anazokuwa nazo wanadamu, hali ambazo ni za kibinadamu, ambazo haziepukiki katika maisha ya kila siku. Wa hakadha wallahu arham biibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye huruma zaidi kwa waja wake, wala hawatakii uzito katika mambo ya dini yao. Wa ila huna naktafi, wa nasalu Allah ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.